Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amen. Mungu akubariki sana. Naomba ufungue kitabu chako, kitabu cha Samueli wa kwanza. Mungu akubariki kwanza kuja kwenye ibada. Na wewe ambao ulipata bahati ya kuwahi pia, Mungu akubariki mno. Najua kwamba ratiba yetu leo ni ndefu kidogo kwa sababu ya tukio ambalo tutakuwa mbele yetu. Kwa hiyo nitajitahidi kwenda na muda, na nimekuwa nikifanya hivyo. Kwa hiyo nikiwaahidi maanake nitakuwa. Amina. Samueli wa kwanza sura ya 30. Samueli wa kwanza sura ya 30. Unaweza kaandika, lakini pia tutakuwa na andiko lingine. Samueli wa kwanza sura ya 30 mstari wa kwanza mpaka wa 8. Ni maandiko mengi lakini tutakuwa kwa kifupi tu. Sura ya 30 mstari wa kwanza hadi wa 8 na mstari wa 18 mpaka wa 20. Samueli wa kwanza sura ya 30 mstari wa kwanza hadi wa 8. Tutaruka tena mstari wa 18 hadi 20. Alafu andika pia na Luka 1 mstari wa 5. Luka 1 mstari wa 5 na hadi wa 14. Alafu utaruka tena mstari wa 36 hadi wa 37. Luka sura ya kwanza mstari wa 5 hadi wa 14. Tutaenda wa 36 hadi wa 37. Kichwa cha ujumbe, andika Mungu wa yasiyowezekana. Mungu wa yasiyowezekana. Mungu wa yasiyowezekana. Alafu nitakuwa na pointi mbili tu na ningependa uziandike kabisa, sababu hizo pointi sio surprise kwamba nizaje kuanza kaziandika zingine utaziongeza mwenyewe. Jambo la kwanza, andika ni lazima umche Mungu. Ni lazima umche Mungu, jambo la kwanza. Alafu na lazima umche Mungu, jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, andika fuata au sikiliza maagizo ya Mungu. Fuata au sikiliza maagizo ya Mungu. Fuata au sikiliza maagizo ya Mungu. Jambo la tatu na la mwisho, pointi ni tatu. La mwisho, andika amini tu. Amini tu. Kama utakuwa umemaliza, basi funga macho yako, tuombe Mungu. Baba mtakatifu, mwenye haki, Mungu wa uzima, simba wa kabila la Yuda, wewe mwaminifu na Mungu mkuu, tunakushukuru sana kwa upendo wako na nafasi ya na kibali ulichotupa. Asante kwa sababu umeendelea kuwa mwaminifu kwetu na umetutendea mambo mazuri. Siku ya leo tunapoenda, Mungu wa uzima, kusikiliza maneno yako, maana sisi ni kondoo wa malisho yako. Asante kwa sababu Jehova umeendelea kututunza miaka yote, na hata sasa Mungu wa uzima tuko hapa na unasema nasi kwa ajili ya sasa na baadaye. Na Mungu wa uzima tunakushukuru kwa sababu umekuwa ukifanya hivyo. Tunaomba siku ya leo tunapenda kujifunza neno lako, Mungu wa uzima, ututunze na kutuhekimisha na kutufahamisha siri yako sawa sana na mapenzi yako. Ni kwa damu ya Yesu Kristo nikiomba na kushukuru. Amina. Amina. Kwa nafikiri bwana nakupunguzia rapsha za kuandika, lakini kama una point unaweza kuendelea kuziandika kadri tutakapokuwa Mungu anakujalia. Amina. Amina. Nichukue fursa hii kwanza kumshukuru mchungaji kwa nafasi ambayo nimepata siku ya leo. Mimi nimeshasema mara zote kwamba sio muumini sana wa kudumu kama hivi. Napenda sana kusikiliza. Na walimu wangu nimewaambia pia hata kwenye ratiba, mimi nikikaa na wanapofundisha vile wanafurahi sana, najisikia kupata vitu. Na wakati mwingine nikikaa nikiwa nasikiliza, kumbe kuna vitu bado sijui. Nilikuwa namwambia mwalimu mmoja kwamba yaani
lakini mimi nilikaa na kujifunza kitu. Na wao pia wananiambia kiongozi wewe ni kiongozi wa idara, unatakiwa sasa usimame. Namwambia sawa. Napenda kusimama, lakini nikikaa nikisikiliza naona napata zaidi. Ni kweli unapofundisha wakati unasema na watu, Mungu pia anasema na wewe. Lakini nikikaa namwambia napenda nasikia vingi zaidi na najifunza vingi. Kwa upande huu kuna hiki. Kwa hiyo hata wakati napewa nafasi nafikiri baba alimtafuta nikiwa kazini na akakosa, naona akatoa message. Yaani niliona ile message. Sasa unaweza ukafikiria karibu wiki nzima nilikuwa nikitafuta nini tutajifunza. Nafikiri mpaka Alhamisi ndio nimejua kwamba Mungu anataka niseme hiki hapa. Sasa kama ukipewa huduma ya kusimamia, una Jumatano, una Ijumaa, una Jumapili, mfano kama ujumbe tu wa siku moja unatafuta siku 4, wewe utaweza? Kwa mimi wanaanza nasema hapana, siwezi. Lakini namshukuru Mungu kwamba kwa sababu kuna msemo mmoja wa Kiswahili sio mzuri sio mzuri, lakini ndio unasema hivi, mbuzi akiwa na bwanaeli na shamba la bwanaeli, mbuzi akiwa shamba la bwanaeli, kesi ni nani? Anapelekewa nani kesi? Kesi anapelekewa nani? Mbuzi na bwanaeli, shamba ni la bwanaeli. Mbuzi sasa kaa kwenye shamba la bwanaeli, huyu mbuzi anapelekewa nani? Ambaye ni nani? Nani ile? Mwenye mbuzi ambaye ni mwenye shamba. Si bwanaeli jamani? Kwa hiyo mimi nikasema aliyemuongoza kunipanga ni Mungu. Kwa hiyo yeye ndo atanipa ujumbe. Mimi sina wasiwasi. Amina. Nikiwaza alafu asikwambia mtu. Ukikaa hapo utaona kuna ujumbe nyingi sana. Yaani nyingi sana. Unaweza ukasema na watu. Lakini kidole kikunyoshia hivi wewe. Lakini ashukuru Mungu kwa sababu anatupa nafasi na tunaenda tunatumika kwa sababu Mungu ametupa hicho kibali. Amina. Amina. Nitaka nikupe mfano mmoja. Huwa sipendi sana kutoa mifano inayohusiana na neno kwa sababu kwenye dunia sasa watu wengi sana huwa wanakwazika. Na wana msemo mmoja, nilikuwa naongea na mwalimu Salimoni siku moja. Wana msemo mmoja kwamba yule anajinyua sasa. Kwa hiyo mifano ya kwangu mara nyingi sana najifunza sana, mingi ninayo mingi. Na nimetembea sehemu nyingi, kwa hiyo hata nje ya sehemu nyingi. Kwa hiyo ninapoka na mifano mingi na wao wakianza kutoa mfano, mwingine haichukui mfano. Lakini na mfano mwepesi ambao nafikiri hautakukwaza. Wakati mmoja najifunza nilikuwa natamani kujifunza kuendesha gari. Kwa hivyo nikatamani nijifunze mwenyewe, lakini nikaona hapana. Kwa nini nisitafute mtu anifundishe? Na baadaye nikasema ili nijifunze vizuri, wacha niende chuo cha kufundisha kuendesha. Kwa hivyo nikaomba nafasi ya kwenda. Sasa wakati naomba nafasi ya kwenda chuo kile cha kufundisha, wala sio muda mrefu nikitaka kujifunza, nafikiri miezi 3, wiki 3, 4, 5, sitegemea na kitu chako kile chepesi, miezi miwili, lakini sio muda mrefu sana. Wiki 3 kingapi tunakuwa mjua. Kwa hivyo wakati natafuta, mimi moyoni mwangu nilikuwa nikipita barabarani kisafiri, nilikuwa nikisafiri napenda sana kukaa siti ya mbele. Na nikikaa siti ya mbele wengi wanaogopa kukaa siti ya mbele, kaa mbele kitokea ajali unakufa wewe. Kwa hiyo mimi haikuwa hivyo. Mimi napenda kukaa kwa sababu pia niangalie barabara zilivyo na nini. Nikiona kibao na maendeleo, hiki ni hivi na hiki ni hivi, hiki ni vile. Lakini pia nilikuwa namwangalia yeye, namna anavyoendesha, namna anavyovateki magari, namna anafanya hivi na vile. Kwa hivyo nikawa nikimwona anapofanya vile, nikawa na imani kabisa kwamba mimi moyoni mwangu kwamba nikuendesha.
sijaendesha na siku moja. Nikaa nasema mimi najua, yaani mambo hakika. Kwa hata nikipewa nafasi nitaweza, yaani naweza. Kwa nikiwa lakini sikumwambia mtu yote. Kwa nikanao mwenyewe. Sasa siku ambayo ilipofika nimeenda kule kufundishwa, kanipa na kufundisha na kujenga magari mabovu. Huwezi kuwa gari zile. Kwa hiyo usije ukakutana na mtu kwa rafiki yako gari ndio ambaye alifundishia gari yako. Kule ukienda sema kufundisha gari bovu. Sasa sijui maana yake nini, lakini walimu nafikiri kama ndio. Ushindi utakuwa unajua kwa nini wafundishe magari mabovu, usifundishe gari zima. Ni bovu kabisa, ni pia unaingiza kwa shida, unatoa kwa shida, zime simame na hivyo. Kwa hiyo nilipopewa kwa mara ya kwanza niendeshe, mwalimu akanielekeza kwamba afanye hivi, mfanye hivi. Kwa hiyo nilipofanya 1 2 3 nikaanza kwenda na gari. Kwa hiyo tukaenda katika gari, badilisha njia, nikabadilisha nyingine, badilisha nyingine. Yaani ndo tayari nimeshaweza. Sasa kwa hiyo kwa wanafunzi wawili tunajifunza. Mimi nataka nijifunze ndio kuendesha gari, mwingine anajifunza kuendesha magari makubwa. Kwa hiyo kidogo alikuwa nyuma yangu kwenye kuelewa. Na alikuwa anashangaa, "Kama ushaifanya hapana?" Yeye anamshangaa tu 1 2 3 nimeenda. Sasa sitaki kuamini kuna chochote kilichofanyika, lakini nafikiri vitu viwili ambavyo vilinisaidia nikajikuta nimeweza kwa haraka, ambavyo naviamini. Moja ni kujaribu kufuatilia kwa makini nini kinafanyika wengine wanapoendesha. Hilo namba 1. Lakini namba 2 ambao nilijifunza ni kuamini kwamba ninaweza. Na mambo mengi sana ambayo tunashindwa, mimi nashindwa au wewe unashindwa, ni pale ambapo unaposhindwa kuamini kwamba inawezekana. Tumejifunza mara nyingi sana, na nikatolea mfano kusema wakati mwingine imani inataka ni mpaka pale ambapo panapoonekana kabisa hapawezekani, ndio pale kwenye mstari mwembamba Mungu anaanzia, si ndio? Na sio kwamba unaona, yaani ukishaona ni jambo unajua kabisa hapa na hisi linawezekana. Hilo sio la imani. La imani linajumuisha na kwamba huoni kabisa. Amina. Sasa nimekuwa kama mwalimu hapa kuelekeza somo letu zuri la Mungu wa yasiyowezekana. Sasa naomba tukasome maandiko haya, alafu tutakuwa tunaenda kote kujaribu kuunganisha matukio. Nianze na kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 30 mstari wa kwanza hadi wa 8. Biblia inasema, ikawa Daudi na watu wake walipokuwa wamefika Siklagi siku ya 3, hao wa Amaleki walikuwa wameshambulia Negebu na Siklagi, nao wameupiga Siklagi na kumchoma moto, nao wamechukua mateka wanawake waliokuwamo, wakubwa kwa wadogo. Hawakuwaua wowote, ila wakawachukua wakubwa kwa wadogo, ila wakawachukua wakaenda zao. Basi Daudi na watu wake walipofikia mji, tazama, ulikuwa umechomwa moto, na wake zao na watoto wao waume kwa wake wamechukuliwa mateka. Ndipo Daudi na watu waliokuwa pamoja naye wakainua sauti zao na kulia, hata walipokuwa hawana nguvu za kulia tena. Sema, hata walipokuwa hawana nguvu za kulia tena. Sijasikia. Hata walipokuwa hawana nguvu za kulia tena. Nao wake wawili wa Daudi walikuwa wamechukuliwa mateka, Ahinoamu na wa Israeli na Abigaili alikuwa mkewe Nabali wa Karmeli. Naye Daudi akafadhaika sana, kwa sababu watu walikuwa wakisema kwamba apigwe kwa mawe, kwa maana nafsi za hao watu wote wasioonekana, kila mtu kwa ajili ya wanawe na binti zake. Lakini Daudi alijitia nguvu katika Bwana Mungu wake. Sema, Daudi alijitia nguvu katika Bwana. Daudi alijitia nguvu katika Bwana. Kisha Daudi akamwambia Abiathari kuhani mwana wa Ahimeleki, tafadhali niletee hapa hiyo naivera. Naye Abiathari akamletea Daudi naivera huko. Daudi akauliza kwa Bwana akasema, je,
nikiwafuata jeshi hili nitawapata? Naye akamjibu, fuata, kwa kuwa hakika utawapata, nawe utawapokonya wote. Taruka mstari, taenda mstari wa 18. Daudi akawapokonya wote waliokuwa wamechukuliwa na Waamaleki, naye Daudi akawaokoa wakeze wawili, wala hawakupotewa na kitu, mdogo wala mkubwa, wana wala binti, nyara wala chochote kilichojitwalia hao. Daudi akavirudisha vyote, naye Daudi akawatwaa makundi yote ya kondoo na ng'ombe ambao waliwatanguliza mbele ya wanyama wale wengine, akisema, hao ndio nyara za Daudi. Sema, hao ndio nyara za Daudi. Rudia tena, hao ndio nyara za Daudi. Luka sura ya kwanza mstari wa 5 hadi wa 14. Zamani za Herode mfalme wa Uyahudi, palikuwa na kuhani mmoja jina lake Zakaria, wa zamu ya Abiya, na mkewe alikuwa mmojawapo wa uzao wa Haruni, jina lake Elizabeti. Na wote wawili walikuwa wenye haki mbele za Mungu. Sema, wenye haki mbele za Mungu. Wenye haki mbele za Mungu. Wakiendea katika amri zote za Bwana. Sema, wakiendea katika amri zote za Bwana. Wakiendea katika amri zote za Bwana. Rudia na maneno na maagizo yake bila lawama. Kwa sauti ya ushindi. Na maagizo yake bila lawama. Nao walikuwa hawana mtoto, maana Elizabeti alikuwa tasa, na wote wawili walikuwa wazee sana. Mstari wa 8. Basi ikawa walipokuwa wakifanya kazi ya ukuhani katika taratibu ya zamu yake mbele za Mungu, kama ilivyokuwa desturi ya ukuhani, kura ilimwangukia kuingia katika hekalu la Bwana ili kufukiza uvumba. Na makutano yote na watu walikuwa wakisali nje saa ya kufukiza uvumba. Akatokewa na malaika wa Bwana amesimama upande wa kuume na madhabahu ya kufukiza. Lakini Zakaria alipomwona alifadhaika, hofu ikamwingia. Lakini yule malaika akamwambia, usiogope Zakaria, maana dua yako imesikiwa. Sema, usiogope. Usiogope, maana dua yako imesikiwa. Na mkeo Elizabeti atakuzalia mtoto mwanamume, na jina lake utamwita Yohana. Nawe utakuwa na furaha na shangwe, na watu wengi watakufurahia kuzaliwa kwake. Mstari wa 18 hadi 20. 36 hadi 37. Mstari wa 36. Tena tazama, jamaa yako Elizabeti naye amechukua mimba ya mtoto mwanamume katika uzee wake, na mwezi huu ni wa 6 kwake, yeye aliitwa tasa, kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Naomba urudie maneno haya. Kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Kama sauti ya maji mengi jamani. Kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Amina. Jamani, kuna neno linaloshindikana kwa Mungu? Hapana. Amina. Sasa tunaenda kujifunza habari za watu hawa wawili, lakini wote tutaweka pamoja kwa muktadha wa kujifunza vipengele kwao na kwao. Mifano nimesema iko mingi, lakini vipengele vitakuwa vinatofautiana vya hiyo mifano miwili. Na jambo la kwanza tumejifunza kwa habari ya Daudi, ambaye Daudi Biblia inamueleza akiwa katika nchi ya Siklagi. Alipokuwa amefika katika nchi ya Siklagi, anasema walipofika tu ile eneo, maana familia yake, ndugu zake na watu wake walikuwepo pale, na alipofika na kuangalia yale maeneo alikuta tayari imesharibika. Na ubaya, ukiona kuna vita imetokea kwa mbali tu, unaweza kuona kama kuna dalili sio nzuri, yaani kuna hali tu unaanza kuiona kwamba kule kumechangamka, si ndio jamani?
Hata wewe kwenye matukio baadhi ukiangalia unasema hapa leo kuna kasha. Kuna siku tu. Na ndio maana mtu anakuambia ni leo nilivyoamka niliona tu. Hakukuwa sawa. Na Daudi anaona kwa mbali kilichotokea. Na wale watu wakapiga mbio wanajeshi kwenda kuangalia nini kimetokea pale. Na walipofika kwenye yale maeneo au katika ile eneo walikuta miji imechomwa moto, kila kitu kimeharibiwa, watoto na wake zao wamechukuliwa na nyara, yani vitu ambavyo walikuwa navyo wanavimiliki vyote vimechukuliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amefika hakuna chochote. Kila kitu kimechukuliwa, kila kitu kimeondoka na wale watu hawapo. Sasa Biblia inaeleza walipofika kwa kuona vile, na Daudi tunamuongelea Daudi yule, sio Daudi wa mchezo. Daudi ameshawahi kuwindwa mara kadhaa sana na Sauli, zaidi ya mara 2 akiwa ndani ya jengo la mfalme Sauli, na alimkosa kwa mshale, na alikuwa akiwinda wakati Daudi anafanya kazi ya kumpigia gitaa, ili mradi tu yule mapepo yake yatulie. Lakini pamoja na kufanya hiyo huduma bado aliwindwa, akarushiwa mkuki kama mara 2 na alimkosa, na alifanikiwa kukimbia. Na baada ya kukimbia tunaona kwa miaka mingi Daudi anatafutwa, almost miaka 25. Kakutana na watu wa kila aina, kawindwa pale, kapita kule, kapita kule, kapita kule, lakini kote aliweza kuvuka. Lakini Biblia inaongea kuna saa inafika, ni saa ya kujaribiwa. Amina. Kuna saa ya kujaribiwa. Unaweza ukashangaa kwa sababu huyu mtu pamoja na hizo imani zake, mambo yote anakutana, imekuwaje leo mpaka amechoka, anakata tamaa? Na ndio maana tunasisitiza kwa habari ya kuombea watu. Amina. Amechoka. Nafikiri mnajua Elia alikushakutana pilika nyingi, lakini siku moja tukatishiwa na neno na yule Yezebeli. Moyo uliishi. Saa ikifika kama hiyo, moyo unachoka. Haitojalisha kwamba umeshapigana kiwango gani, umeshashinda vingapi, lakini ikifika unajikuta moyo umechoka, moyo unauma, akili imeisha, hujui nini cha kufanya. Na Daudi alipofika pale, Biblia inasema wote wakaanza kulia kwa kilichotokea. Daudi ameshakutana na mikasa 2 mizito kwenye maisha yake. Hiyo mikasa mizito, mmoja ni huu hapa ambao ulimbadilisha akawa sio yeye ambavyo tunamfahamu kwamba Daudi ni jemedari, ni mpambanaji, ni mtu ambaye hana utani. Ashokana mikasa 2. Mmoja ni huu ambao anarudi nyumbani anakuta kila kitu kimeteketezwa. Hadi kapambana, maana yake akapambana miaka yote kujitafuta. Miaka 25 na wingi anatafutwa, lakini bahati nzuri Mungu anakuja kumsaidia, anajenga maboma, anajenga familia, anajenga hivi. Alafu ndani ya siku moja kila kitu kinaenda na maji. Na anafika pale hakuna mtoto, hakuna watoto, hakuna mali. Yote vimeenda. Huu ni mkasa mmoja mkubwa chakutana nao. Na mkasa mwingine wa pili ni ule aliyejikuta akiwa mbele ya adui zake. Amepelekwa mbele ya adui zake kama mfungwa. Daudi siku alijifanya kichaa kabisa. Na mpaka mfalme anamwangaza, "Nyinyi mnaletea kichaa huyu? Bwana huyu ni jemedari huyu." Alijifanya kichaa. Biblia ukisoma pale alichokifanya Daudi huwezi kuamini kama ni yeye angeweza kufanya. Na alipenya akatoka. Sasa hiyo ni story nyingine, lakini hapa tunaweza kukutana nacho. Sasa Biblia inasema alipofika na kuona yale mazingira, Biblia inasema alilia sana. Na wale walilia sana, na wale maadui zao walilia sana. Yaani walilia mpaka wakachoka sasa. Sasa imani. Ushaikuwa mtu analia amechoka? Ushaikuwa mtu analia amechoka? Ningekwambia utoe mfano, lakini watu wanaonekana vizuri. Lakini kuna mtu analia na kwa amechoka. Hata mtoto akilia sana pia amechoka. Na kama analia kwa machozi ya mtoto, hata na kwa nini mtoto. Yaani kama anatania. Wewe ukifika na ukimkuta anamalizikia amechoka, unasema huyu anatania au analeka. Maana amelia amechoka.
Naamini kuna wakati ushakutana na mazingira kama hayo, si ndio? Amina. Sasa tuje upande wa pili kabla sijaendelea upande huu. Biblia inamtaja mtu mmoja katika kitabu cha Luka ambaye alikuwa ni kuhani. Amina. Alikuwa kuhani ambaye alikuwa ana mke anaitwa Elizabeth, na huyo kuhani alikuwa anaitwa Zakaria. Na wakati ule wa makuhani, Biblia inaeleza kwamba kulikuwa na zamu ya kwenda kwenye hekalu kutoa sadaka, na sadaka ya mwaka. Nafikiri sadaka ya mwaka kwa Waisraeli ilikuwa na sadaka ya reconciliation, sadaka ya maungamo. Yaani zamu zote za mwaka mzima zinatumiwa. Ilikuwa kama sikosani mwezi wa 9 kwa kalenda yetu sisi. Kwao wanatubu, na ndio hapo kuna tengenezo za mbuzi mbili, mmoja anaingizwa na chinjwa na kuweka kule, mmoja anachoa nyikani kama mbuzi wa kafara wa scapegoat na nini hivyo na mambo mengi. Lakini tubaki hapo. Ilikuwa zamu yake, kwa amepiga kula na kula ikamwangukia. Na Biblia inapoongelea kula, jamani, msifikiri kwamba walikuwa wanasema haya wanaosema fulani nyosha mkono. Inaitwa casting, maana yake aidha fulani au fulani. Hata kama wanachagua wa kumrithi Yuda Iskarioti. Kwa hiyo naweka casting, inachagua ni upande aidha huku au huku. Kwa hiyo akachaguliwa Zakaria kwa ajili ya kuingia kwenye hekalu, kwenye patakatifu pa patakatifu kutoa ile sadaka. Na Biblia inasema hao watu nyuma yake, inasema hao watu, huyu Zakaria alikuwa ni mzee sana. Bwana Yesu asifiwe. Mzee sana. Angekuwa nasimulia mtu ningesema anadanganya. Lakini Biblia ikisema mzee sana, maana huyo mtu alikuwa ni mzee kweli. Yaani kama hata kutoa sadaka inawezekana sio bwana mzee tufanyia mwisho bwana. Kimoyo leo kumwambia kwa sababu na yeye atakuwa alikuwa anasema mimi ndio namalizikia hivi siku kadhaa hapa tutakuwa tena sio mtu akuja tufanyie leo kati ya huyu na huyu nani bwana mzee wewe. Kwa anakwenda kuwaombea watu na anaenda kuomba toba kwa ajili ya watu, familia zao, watoto wao na watu wao nyuma, na kuomba haja kwa sababu za watu wazima walikuwa wanaandika shida zao ni nini na nini wanachokitaka mbele za Mungu. Na Zekaria inaonekana alienda kufanya ile huduma yeye akiwa hana mtoto. Sasa kama Biblia inasema ni wazee sana, maana hao watu wameomba sana, si ndio? Wameomba sana. Na kama kulia pia wamelia sana mbele za Mungu. Mungu tusaidie, Mungu tukumbuke, Mungu tuonekanie, Mungu fanya vile, Mungu fanya vile. Maana ilikuwa kwa kipimo cha kutosha, kiwango ambacho hata Zekaria anapoenda kule sidhani kama alikuwa na maombi haya tena kwamba Mungu pamoja ninaomba lakini Mungu nikumbuke. Ni kama sasa atakuwa anamtania Mungu kwa umiu tena, naanza kumwambia Mungu abariki. Mambo yashapita. Sasa niombe watu wengine, kwanza watu wa taifa la Israeli. Na watu wako nyuma yake kwenye ua wa pili ambapo wanaendelea na taratibu zingine za ibada. Maana ni hekalu lina sehemu tofauti. Kwa hiyo wako kule nje wanaendelea kumwomba Mungu, wanaendelea kufikiza na mambo mengine. Yeye yuko ndani anaongea na Mungu. Anamwambia Mungu shida zao, anamwambia Mungu toba wale watu. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja mpaka hapo? Na nimalizie kwenye kisa chake. Biblia inasema malaika akamtokea. Na alipomtokea malaika akaogopa sana. Na alipoogopa malaika wa Bwana anamwambia, pamoja na kwamba umeleta haja za watu na mambo mengine ya watu na mambo mengine haya unaleta, lakini mimi nimetumwa na ujumbe wa kwako kwa ajili ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anasema kwamba ametumwa na ujumbe. Malaika wa Gabrieli anasema ametumwa kwa ajili ya ujumbe wake na kwa ajili yake mwenyewe. Sasa malaika akamjibu akasema, nami nimetumwa niseme nawe na kukupasha hizi habari njema. Amina. Anaambia kwamba wewe
umeleta ndio habari za watu wengine na mambo mengine, lakini mimi nimepashwa kwa ajili ya habari zako njema. Na huyu Zakaria tunajifunza kutoka kwake, akiwa bado kuhani hakuweza kuacha ukuhani wake kwa sababu hakuwa na mtoto. Amina. Hakuweza kuacha utumishi kwa sababu hakuwa na mtoto. Na katika uzee ule havimeelezi hata siku moja kwamba aligoma kwenda kufanya huduma mbele za Mungu kwa sababu hakuwa na mtoto. Sasa kabla tujajitazama, tujiangalie sisi ni mara ngapi tumekuwa na visingizio vya kuto kufanya kazi ya Mungu au kufanya huduma ya Mungu eti kwa sababu kuna vitu tumekosa mbele za Mungu. Ni mara ngapi? Inawezekana sababu yako kaiona ni hamsini. Kama mimi ndawezaje? Mwingine anakwambia mimi naweza kufundisha watoto sina mtoto. Ni kweli. Kanisa letu limebarikiwa kuwa na mkurugenzi wa watoto ambaye hana mtoto, mkurugenzi taifa. Hana mtoto mchungaji, lakini ndio mkurugenzi wa watoto. Hebu ungepewa wewe ungesema hii ni kejeli kutoka kanisani kabisa. Yaani wanataka waone na kujisikia maumivu. Namna gani? Uwezi kwa kawaida katika maisha mtu ambacho anacho ndio watu wanamuongezea kingine. Huwa na watoto wengi sana, basi sasa tumpe uongeze watoto. Sasa kama ameweza watoto wake wengi hawa wote ataweza. Uwezi. Utole ni kejeli au mtu anakuambia hebu ongea na mtoto wasaidie. Na kama unajua mimi watoto wangu hawajabadilika kwenye 1 2 3 4 5. Afuta nakwambia unaomba ukae na watoto wasaidie. Usema hii hapa naenda kupewa kejeli kwa kweli. Kwamba mimi niwasaidia watoto wangu na kati mimi mwenyewe 1 2 3 hakijakaa sawa. Zakaria hakuwa na hilo sababu. Wala hakuwa na mawazo haya. Na asilimia kubwa ya watu wengi ambao wameacha kufanya huduma ya Mungu kwa sababu Mungu hajafanya upande wao ni kwa sababu tu wanahisi kwamba hawastahili kwa sababu hawajaweza kuwa nacho. Hawajaweza kufikia pale ambapo wanafikiri itakuwa ni msaada wa kufanya huduma. Mtumishi wa Mungu alikuwa anaongea hapa asubuhi na akanatoa mfano wa mtu ambaye aliamini kwamba sijafika level za kufanya huduma kwa sababu mimi ni mpishi, najua kwamba nyanya shilingi ngapi, sio ni shilingi ngapi, hiki ni bei gani, hiki ni bei kile, hivi ni vile. Lakini kusema matano ngapi nasema nini? Hapana. Na akamtolea mfano wa mtu ambaye yeye aliamini kwa kujipanga kwake na mambo mengine kwamba anaweza nikafanya. Sio kweli. Na hapo maanake anatutazamisha kwamba Mungu anapofanya kazi, hafanyi kazi kwa macho yetu na mtazamo wetu na akili zetu na vile tunavyoona. Anafanya kazi kama apendavyo yeye. Amina. Na wewe kama mwanadamu ni kweli, baadaye unaweza kuyafanya, lakini jambo kubwa tunamtegemea nani? Amen. Kwa sababu Mungu wetu ni Mungu wa yasiyofanyaje? Mungu wetu ni Mungu asiyefanyaje? Yasiyowezekana. Mungu ni Mungu asiyowezekana. Nilisema mfano mmoja hapa nikasema hivi, Mungu wakati aliumba dunia, Biblia inasema katika kitabu cha Ibrania kwamba aliumba kwa imani. Yaani yeye mwenyewe alikuwa haoni kama kuna dunia kuna nini. Lakini alikuwa akisema anaamini kwamba itakuwa. Haikuwa na wazo kwamba itashindikana. Kwa sababu nilisema wakati fulani hivi, sifa ya Mungu ni utakatifu. Na sifa ya Mungu ni haki. Yaani hata kama ni yeye mwenyewe akisema itawezekana, haifanyi. Sio kama unaelewa. Yeye hana hiyo, hana kusita moyoni. Ila sisi tunao. Turudi kwa Daudi. Biblia inamueleza Daudi baada ya kulia sana. Sasa wale watu wakasema kwenye changamoto yoyote kuna mtu anatafuta lawama. Na mara nyingi sana kama ni kiongozi yuko, basi kiongozi unakuwa wa kwanza. Wewe ndio tukao ofisi. Wewe ndio unasababishia mambo mengine. Kwa hiyo Daudi watu wanalia, lakini kila wakiangalia kitazama na matatizo yanatokea, wanaendelea kulia. Jicho la pili wanamtupia Daudi. Mungu bwana yote anataka yeye. Wanaendelea kulia. Na ukitaka kujua kabisa kwamba hapa mazingira yanaanza kukukataa, utaona vikundi vinaanza kukaa vya discussion kwamba sasa tunafanyaje. Na wewe unakuwa hauko kwenye hicho kipande cha discussion. Daudi ametolewa nje. Pembeni watu wamekusanya nasema hapa ni kumshughulikia Daudi.
maana yeye ndiye aliyesababisha sisi twende kule na tukarudi huku familia zetu zimeharibika. Bwana Yesu atusaidie hapa. Bwana Yesu atusaidie. Ehe. Kuna kitu lazima ujifunze kupitia mfano huu. Unapokuwa kwenye shida yoyote, unapokuwa kwenye tatizo lolote, usimtafute mtu wa kumlaumu. Kama usitafute mtu wa kumlaumu, usitafute mtu wa kusema ndiye aliyesababisha mimi niingie kwenye hili, na labda kama isingekuwa vile mimi nisingekuwa hapa. Inawezekana labda isingekuwa hivi mimi sasa hivi ningekuwa hivi. Sio kweli. Upo hapo, upo hivyo kwa sababu Mungu ametaka, na upo hapo kwa sababu mbingu zimetaka wewe uwepo hapa. Bwana Yesu atusaidie sana. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Sehemu ulipo na mahali ulipo ni kwa sababu Mungu ametaka uwepo hapo, na haupaswi kwenda kumlaumu mtu yoyote, na haupaswi uende kumsema mtu yoyote, wala usimwanzie mtu mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Tunajifunza kwa Ayubu, na Biblia inasema pamoja na yote aliyopitia Ayubu hakuwahi kumwazia Mungu. Kwa nini? Kwa upumbavu. Yaani wala kuweza kuwaza kwamba Mungu amesababisha. Mungu alishindwa kweli kunilinda na sadaka zangu zinazotoa na nini? Sasa mara nyingi sana tunapokuwa tunaanguka kwenye shida au tunajikuta kwenye matatizo, ni rahisi sana kusema kwamba fulani ndio amesababisha mimi nisingekuwa, mimi nisingekuwa kule, mimi nisingekuwa kule. Katika vitu ambavyo nimejifunza miaka mingi ni pamoja na kwamba unapokuwa umeingia kwenye tatizo kubwa mno, kwenye shida yako kubwa mno, usiwaze na kufikiri kwamba fulani anaweza kusababisha. Kwa sababu moja ya kitu ambacho nilishawahi kujifunza mimi ni kwamba kuna shida ambayo ilinikuta kwa sababu ya mtu ambaye namjua. Yaani mtu amesababisha mimi nimeingia kwenye ile shida. Lakini msaada kutoka kwa Mungu ulitoka kwa huyo mtu aliyeniingiza kwenye shida. Waswahili wanasema mbili imekufa na mbili wewe utafanyaje? Msaada wa Mungu, na msaada ulikuwa mkubwa kuliko, kwa sababu kuna msaada ambao unapitiliza. Mimi nakwambia kuna msaada ambao wa Mungu unakuja mpaka unaona sasa umepitiliza. Wewe kuna mtu anakutana na shida na mtoto, Mungu anampa watoto, si ndio? Kwa hiyo wakati mwingi au wakati wote ambapo unakuta umeingia kwenye matatizo, usiwaze kumlaumu mtu kwa sababu ya hayo matatizo uliyopitia. Tumeona kwa taifa la Israeli kwa mara nyingi, mfano wa Musa, mfano wa nani, wanapoingia kwenye shida, wende wakatuleta hapa, wende wafanya hivi, na hawa pia wameingia kwenye mtego huo. Wanasema kwamba Daudi ndio ametusababishia, na huyu Daudi lazima tumuue. Na wewe unakikaa unatafakari sema mtu hafai kwa sehemu ya maisha yako, sitaki hata kumuona. Hautaki kufanya hivyo. Bwana Yesu atusaidie sana. Hautaki kufanya hivyo, kwa sababu msaada wa Mungu wakati mwingine unaweza kupita kwa huyo mtu na ukawa ni mkubwa na ukagusa tarajio lako kubwa lingine kuliko hata lile ambalo uko nalo sasa hivi. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa wakati wanawaza mipango, wanafikiria nini cha kufanya, Daudi anachukua revela, anafuata mbele za Mungu na anaenda kusema mbele za Mungu kwamba Mungu, naomba unisaidie. Naomba, anamuuliza Mungu kwamba je, ninaweza kwenda kwa wale watu? Ninaweza kwenda kuwafuata wale watu kule ambako wamechukua familia zetu, wamechukua na watoto wetu? Je, ninaweza kwenda? Mungu anamjibu, anamwambia nenda. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anamjibu, anamwambia nenda. Na ndio maana kuna pointi nimekwambia pale kwamba tunapaswa kusikiliza. Bwana Yesu asifiwe. Nini anasema? Wakati mimi naanza kwamba usiende. Na tokea Daudi ukianza kusoma Mwanzo mpaka mwisho, Daudi hajawahi kufanya jambo bila kumuuliza Mungu kwanza, isipokuwa siku hii moja. Bwana Yesu atusaidie sana. Daudi hajawahi kufanya jambo bila kumuuliza Mungu. Kwenda sehemu ambayo anaona kabisa ana uwezo
Yaani hata wakati ambapo alikuwa na uwezo wa kivita na majeshi makubwa, ni kama mtu kamoja, ni viwatu viwili tu vinataka kuleta usumbufu, kuwataka kuwafata, hakuwahi kuacha kumuuliza Mungu kwanza, isipokuwa siku moja tu hakuwahi kumuuliza Mungu nifanyeje, na Mungu akamwambia sasa nakufundisha. Akamwambia sasa nakufundisha, utachagua moja. Alimpa mapigo matatu, na Daudi alikuwa angalia katika ile mapigo, akasema bora mapigo haya nipige zako kuliko kwenda kuongea kwa mapigo, maana kule itakuwa ni ile kubwa mno. Lakini tuachane na hayo. Nini ambacho nataka kusema ni kwamba Daudi alimuuliza Mungu kwa ile shida yake hapa mtaani. Mimi na wewe wakati mwingi tunakutana na shida, tunakutana na matatizo, tunakutana na ugonjwa, tunakutana na maumivu, tunakutana na mateso, hili na lile. Tunawauliza watu, na tukiuliza watu mara nyingi sana ndio watu wanakuambia nenda kwa nani? Yaani jambo la ajabu sana. Kwa hiyo nikwambia kitu, hakuna kitu cha ajabu sana. Kuna wakati mwingine mimi pale ofisini natoka, mimi ni mdogo, sinaona hata umri wangu tu mdogo, yaani ni kijana mdogo kabisa. Kwa hiyo hata ofisini pale kuna wakati mwingine mnaweza kama kutoka nje, ndio unazunguka sana, kutoka nje na kitu. Mtu unakutana naye pale mlangoni, anapita anaingia kwa kasi pale, nini choka vipi, pole vipi, unaingia huko ndani, ndio fulani naingia ndani shida naingia vipi tena, unaingia kwa miezi vipi, anasema kwa mtu anataka kuenda naye kule, ameshakisha na nini, anaingia wewe utatoka, utazunguka, unafanya mambo yako, unarudi, unamkuta mtu amekaa kwenye kiti pale, umeona. Alafu sasa kwa sababu tayari pale nje nimemuuliza nataka kusema wewe unaenda zako ukanda. Unakaa unaenda na ratiba zako. Mtu anakufuata. Kuna mtu alikuwa na shida na wewe. Mtu gani? Mwambie hivi. Anaingia. Ndio yule ambaye unamuuliza pale nje. Bwana, una shida ya mtu uko ndani? Na mtu anafuata na nini kaingia. Kwa mnakutana uso kwa macho. Kwa sababu mkikutana ndio mtu anaanza kuswali. Ndugu yangu, unajua tena yanatoka wapi? Yanatoka kaa tu bwana, kusikilize sasa tafadhali. Tukusikilize kaa. Sema shida yako ni moja moja. Sasa mbona umekaa karibu saa nzima pale? Kwa nini tumekutana pale nje ungekuwa umeisha tu na kuita tu mtu fulani hebu msaidie huyu aende. Ndio hivyo sasa utafanyaje kiongozi? Na wewe sasa kweli utafanyaje? Utamwacha? Unaweza kufanya. Wangekuwa wengine wajeuri nawaambia nenda, njoo kesho. Au nawaambia njoo Jumatatu ijayo. Uwezo huo unao. Lakini kusema Mungu fanya haki wewe kufanya. Funzo. Na hata unapoendelea kwa hivyo ndio watu sasa wanazidi kuona kawaida. Ndio shida hii. Mpaka umtie adabu mmoja ndio utasema. Sasa ni kitu cha ajabu kabisa kwamba unaenda kwa mtu umetoka yaani nyumbani moto kubwa, kiangalia picha nenda kwa dokta, sema kwa watu dokta nani mshindi atakupa huduma kubili hiyo, akiubia atampiga mfano nani unapiga kwa sababu pale au niende kwa mwalimu wa Torati Ezra na mifano mingi na yeye anaweza kanichanganya. Na unafikiria amekaa nyumbani umewaza, mwisho wa siku unasema ngoja niende kwa fulani, yule ana mambo mengi yani anashuka wewe mfuate. Unapomfuata kumwambia na kusikiliza, ni mwana anajua kabisa hii haiko nzito sana moyoni. Sema anakwambia hamna shida, mwamini Mungu. Sasa cha msingi ni kwenda kumuomba Mungu. Yaani yule ndio amekuchongea kwa kweli. Akikwambia katika muombe Mungu. Yaani yule amekuchongea ni mtu mbaya sana. Bora ungenyamaza urudi nyumbani na kusoma muombe Mungu. Maana amekupeleka mbele za Mungu, kwa Mungu huwa ana shida. Unapo utamsikiliza umsaidie. Sasa Mungu anajifikiria kwamba wewe unashindwa nini kabla hujatoka. Uniambie mimi nikusaidie.
ama nikuelekeze uende kwa nani? Kwa nini hebu umetoka umeenda kumtafuta afu yule anakuja kuniambia mimi uongee na mimi? Kweli? Ungejisikiaje? Ungejisikiaje? Nasikia vibaya. Hakuna kitu kibaya kama kwenda kumwambia mtu shida yako kabla hujamwambia Mungu. Lakini pia hakuna kitu kibaya sana kumwambia Mungu afu kumwambia mtu mwingine shida yako. Kwa sasa nataka kushare mambo. Umeona kama mimi siwezi. Umeamua utuambie wote wawili. Haya, fanyeni nini? Mungu akikwambia fanyeni nini? Kazi kubwa sana. Kama utafanyaje sasa? Yeye anasema fanyeni nini? Wewe na ndugu yako umeamua kuona kama tunaona Zakaria alikuwa anasema popote kama kwa Mungu akaona sio shida, sasa hata kwa Mungu simwambie. Kwa sababu Mungu alishamwambia basi utafanya. Aliamua kukaa kimya. Alipomwomba Mungu akaamua bora nimsubiri Mungu kwa wakati wake, Mungu atafanya. Amina. Amina. Daudi yeye akuwafuata wale kuuliza bwana mnaona hii kesi vipi tunaweza? Tunaweza sio bwana jeshi anamfanyia. Kama kuna rais hapa. Lakini wanacheza inawezekana twende. Daudi hapana. Akaenda kule Mungu vipi? Unaonaje? Wale jamani inawezekana? Mungu akamwambia asubuhi tu. Wewe asubuhi. Yaani wao siwazi. Ndio anatoka pale sasa na yawezekana sio na kibali cha Mungu hata kuambia watu viongozi sisi tunawaambia nini? Kwamba sasa jamani sikizeni. Mimi ni kiongozi wenu. Utaanza kujipa historia nyingi sana. Utaanza kujieleza mambo mengi sana. Na ndivyo ambavyo inakuwa shida sana unapoenda kumwambia mtu na wakati mwingine anarudia tena. Wakati mwingine ni kweli mtu anaweza kukusaidia. Lakini kwa nini tunatumia nguvu kubwa sana? Ni kwa sababu Mungu hajakuelekeza uende. Mungu hajakwambia uende ili akusaidie. Tunaamini Mungu anatumia watu kwa sababu kukusaidia. Mungu anataka kutumia fulani, Mungu anatumia yule akakusaidia. Lakini wewe ukipiga jicho lako ukiamua kwenda kwa mtu utajieleza sana. Kumbe ungeweza kwenda na kumwambia na kabla tujamaliza na kwa sababu mimi naingia nyingine. Unajua hujafanya hivi, unatakiwa kufanya na hivi na anakusaidia na ile jambo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ulimwambia Mungu. Na Mungu akakupa kibali kwamba nenda namwambia, nenda akasema. Kwa hivyo lazima tujifunze kwa Daudi kumsikiliza Mungu. Kabla hujakutana na shida, wakati kabla hujaenda kutafuta suluhisho ya jibu lote au jambo lolote, muombe Mungu. Muombe Mungu. Ni aibu sana kama wewe utaanza kwa mtu alafu ukaja kwa Mungu. Mimi mwenyewe nimesikia vibaya. Yaani kwa mfano Mungu akanishirikisha kwa kesi kama kwako ili kuongezea ugumu wa jambo lako unafanya. Kwa mfano, hawezi kunishirikisha kama umefanya hivyo. Hawezi kunishirikisha. Ila kama ingenishirikisha kwa unaona ndugu yako, yaani yule ameona na yule wao wanaweza. Hivi wewe unaonaje? Mimi kama ndo ningekuwa nalipokea hivyo, sitaki ubaya. Sitaki neno lolote. Sitaki kukuchongea nikisikitika hivi. Na unajua ukisikitika hivyo mbele ya mtu. Maana yake nini? Yaani yule mtu hafai. Mtu yoyote anayekwenda kwa mtu kwanza kabla ya kwenda kwa Mungu, huyo mtu hafai mbele za Mungu. Ni maneno magumu jamani, Ni magumu, si ndio? Ni magumu lakini ni kweli. Mungu hatamani uanze kwa mtu kabla yake yeye. Mungu hatamani umwambie mtu alafu mwambie na yeye. Mungu hatamani mwambie yeye afu hapo unaenda kumwambia na mtu mwingine. Hiki nini sasa? Umefanya nini? Kwa sheria ya madaktari, nafikiri moja kama kabisa. Hivi unajisikia wanapoga na pande, wanapoga na madaktari, unaweza kama kwa tatu. Actually wewe unaito tu. Unaona. Unajisikiaje una mgonjwa ambao mwambia? Kwa sababu wao wanafanya kazi ya Mungu. Ndio madaktari wanaposema na mimi naamini sio daktari. Wamepewa kazi wanasema sisi tunakutibu Mungu anapona. Umeenda kwake umesikiliza maelekezo kwa mikopo fanya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Unatakiwa ufanye moja hivi na hivi na hivi.
Alafu ghafla baada ya kumaliza ukaondoka. Hapo hapo umefika pale nje, anashoka bana dawa kuchukua hiyo. Nafika pale kwa yule mtu anampa daktari. Mwana mwingine. Alafu umeingia kwa daktari mwingine. Anakusikiliza. Alafu mgonjwa ameisha kule kwake, anatoka sana, anatoka, ajinyoshe pale, angalia kitu kinaendelea, anakuta unatoka kwa daktari mwingine. Mnakutana uso kwa macho. Wewe mwenyewe unajisikiaje? Yaani kabla yeye hajaongea neno, wewe mwenyewe unajisikiaje? Nini hiki? Na kwa hekima zao, kwa sababu wamejifunza kuwahudumia wateja vizuri, hata anaweza kukuuliza pia umehudumiwa? Hiyo ya kejeli kabisa. Unaenda. Ukirudi, kesho ukirudi, atakwambia ndio kumeza dawa. Atajibu kusogeza tu mbele, ili mradi tu siku ziende na nini hivyo. Na wana dawa zao wale, yaani kuna dawa zingine za vitamini tu, yaani ufi. Hawa zikuumizi, wewe unakuwa unaongeza kwa afya. Sasa nini namaanisha? Ninakwambia hivi, narudia tena. Kama utamwambia Mungu kwanza, alafu hapo ukatoka ukaenda kumwambia mtu mwingine, kama Mungu hajakushauri hilo jambo, Mungu anawaachia. Ninyi mtarudi nalo. Mimi mniache pembeni. Wewe ni mmoja. Wa pili ni kama utaanza kwenda kwa mtu, alafu mtu akamrudi kwa Mungu, tumwombe Mungu, huyo mtu ameshakuuza. Kwa hiyo na wewe uko kwenye matatizo. Jambo la msingi unapaswa kwenda kwa nani? Kwa Mungu kwanza. Na ukimwambia Mungu unatakiwa kuendelea kumsihi na kumsihi na kumsihi tena. Na kama unaona kwamba hili jambo sasa, Mungu nisaidie, fulani nikimfuata naonaje? Mfuata atakusaidia, nenda atakusaidia. Lakini iwe ni kutoka kwa Mungu. Maana Mungu anaweza kutuma mwenye nenda kwa fulani atakusaidia. Tuna mfano mingi kwenye Biblia, sio? Elia ameshafanya mambo yake, amekausha pale maji. Sasa maji yakakauka kweli, nchi hamna. Bila miaka mingi hamna mvua, kuna nini? Mungu ndo anamtuma, nenda. Alikuwa anaweza kulisha, lakini akamtuma nenda kwa fulani atakusaidia. Naomba tujifunze. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba tujifunze kwa hicho. Tumalizie na mfano wetu wa kule. Na Biblia inaeleza matokeo yake. Daudi alipoenda, baada ya Mungu kumruhusu kwenda, aliporudi, Biblia inaeleza kwamba alirudi na kila kitu chake. Hakuna hata kimoja kilichopotea, hakuna mnyama aliyezulika, hakuna aliyeuawa, vyote alivipata. Na wale watu walipoambia walikuwa pamoja kwenda, waliona ni jambo la baraka kabisa, twende. Wakaenda. Watu wamelia, wamechoka, lakini wakaamua twende, wameenda. Na wameenda, Mungu amewasaidia kwamba kila kitu chao kimerudi salama. Na ndivyo ambavyo Mungu anavyoweza kufanya. Huyu Mungu asiyowezekana, Mungu wa yasiyowezekana. Amina. Amen. Tumalizie na kwa Zakaria na Elizabeth. Biblia inaeleza malaika wa Bwana anamwambia na anasema kwamba nina ujumbe wako. Bwana Yesu asifiwe. Anamwambia kwamba nina ujumbe wako, ninalo neno kwako, kwamba Mungu anakwambia mwakani muda kama huu utapata mtoto. Hilo ni jambo la uhakika. Na Mungu akisema anakuwa amefanyaje? Amesema. Yaani Mungu akishasema amesema. Na hata kama itachukua miaka 2000, maana hiyo miaka 2000 wewe utakuwepo na itatimia. Sio, unaelewa? Yaani Mungu hawezi kutimiza wakati wewe haupo. Yaani kama amekwambia kuwepo, itakuwepo tu. Kwa sababu kama alimwahidi Ibrahim kwamba atapata mtoto, jambo la kwanza Ibrahim alijua kabisa mimi siwezi kufa mpaka mtoto wake. Kwa uhakika wa kwamba kesho nitaamka huko. Yaani Mungu amejicommit kwenye kitu ambacho anakupa uhakika wa jambo lingine. Si unaelewa? Yaani kama Mungu amemwahidi kwamba mwakani utapata mtoto, maana yake Daudi uhakika wa Elizabeth na Zekaria ni kwamba sisi kesho tupo ni wazima, kesho tupo ni wazima, kesho tupo ni wazima, kesho tupo ni wazima, na hata mtoto anapatikana tutaenda kuwa wazima na tutalea huyo mtoto atakuwa sisi ni wazima. Sasa baada ya hapo labda. Kwa hiyo kuna ahadi ambazo Mungu akikuahidi
ni lazima wewe uwepo na uendelee kuwepo ili ahadi ziendelee kutimia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unapokuwa unakata tamaa na wakati mwingine unasahau, unapokuwa kwenye shida fulani unasema hapa ndio leo mwisho. Ni kweli mwisho, ahadi ya Mungu alikuwa imetimia. Nilikwambia wakati fulani hapa nikasema hivi, wanafunzi wameambiwa na Yesu kwamba vuka mpaka ng'ambo. Tutakutana ng'ambo. Yaani Yesu ameshasema kwamba tutakutana huko. Katikati hapa imetokea dhoruba na vita nyingi. Wakaanza kuona kama hapa tunakufa, tunaangamia. Sasa unaangamia vipi? Utakutana vipi kule kama unaweza kukutana kule? Hauwezi kufa. Hauwezi. Na wakati pia tunaona walikuwa na Yesu kwenye chombo. Na wanajua kabisa Yesu amesema kwamba yeye ni 1, 2, 3, 4, 5 na lazima amekuja hapa, atasulubiwa, sio atateswa, atafanya hivi. Na wako kwenye chombo na gharika imekuwa kubwa. Wakasema Yesu hapa tunakufa. Mnakufaje na wakati huyu Bwana alipomu ndani hajamaliza kazi anataka kufanya? Hawezi kufa. Kwa kuna ahadi ambazo Mungu akiziweka zina activate baraka nyingine ambayo ni uhakika pia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani taifa la Israeli wakati wanaagizwa kwenda Kanaani, ni wao tu waleta utani wa katikati. Lakini aliwaahidi kwamba nitawatoa na nitawapeleka Kanaani. Maana kama atawapeleka Kanaani hapa katikati, hata kisikia njaa, watakuwa wanajisikia njaa, hawatakufa kwa njaa kwa sababu lazima ufike Kanaani. Sasa ufikaje Kanaani na umekufa hapa njiani na hali hiyo imetimia? Haiwezekani. Hata kama tutaumwa sana, kwamba lazima nitatoka hospitalini, nitapona, nitamwomba Mungu, nitapona, mpaka hadi timie, ndio uhakika wangu wa mimi sasa kuanzia hapo labda sasa. Sasa napenda maneno yale ya mwisho ambayo Elizabeth, na ndio msingi wetu wa somo letu ambao tumejifunza leo. Elizabeth, malaika Gabriel tena ameshatoka kwa Elizabeth baada ya miezi 6 tena anaenda kwa nani? Kwa Mariamu. Na anapofika kwa Mariamu, anamwambia Mariamu kwamba Mariamu, bwana umepata neema, Bwana yupo pamoja na wewe, kama nini? Kama ambavyo ni sala za watu wengi mnajua. Kwamba umepata neema, umebarikiwa kuliko wanawake wote. Na mzao tumbo lako sasa amebarikiwa. Kwa hiyo Mungu anakuahidi kwamba wewe sasa hivi utabeba mimba. Utakaye mzaa mtakatifu. Ataitwa mwana wa Mungu. Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Na mambo mengi. Anasema sasa itawezekana. Inawezekana vipi? Hii inawezekana, inashindikana. Mambo mengi akatoa sababu zake pale. Lakini Mungu anamwambia hiyo ondoa shaka. Na kwa kuondoa shaka anampa mfano wa Elizabeth, wa Elizabeth pamoja na Zekaria, kwamba wewe unawaza hiyo wala usiwaze. Yaani tofauti yenu nyinyi, huyu ni ana 4, wewe huna. Hiyo ndio tofauti. Hiyo ndio tofauti yenu. Lakini yule mwenyewe hawezi kuzaa vile. Tunamjua Elizabeth wewe. Yaani kuna mtu akikwambia mfano, ushakutana na situation ambayo mtu akikupa mfano unasema hivi. Yaani kwa sababu anamwambia kwamba unamwambia Elizabeth na mdogo ndugu yako. Sasa yule ndugu yako pale alipo ndugu yako, sio miezi 6. Kwa kusikia na anamhakikishia na mstari ambao tumeusema na ndio ambao mmewaandiko letu ni mstari wa 37. Unasema hivi, kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Hebu sema tena, hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Na Biblia inapoongea hakuna neno, ni hakuna neno kweli. Bwana Yesu atusaidie sana. Hakuna neno kweli. Katika mambo ambayo unatakiwa kumwamini Mungu ni pamoja na kuliamini neno lake kisawa sawa. Unaweza kufunga tu Biblia kwa sababu nitakuwa nimemaliza unless kuna vitu tunaelewa. Hakuna neno ambalo Mungu anaweza kalisema na likashindikana. Kama umeshindwa wewe na nimeshindwa mimi. Kama lijawezekana ni kwa sababu sisi wenyewe tumesababisha ile jambo lishindikane. Lakini kwa Mungu hakuna neno lisilowezekana. Na kama utamwamini Mungu kwa imani kubwa namna hiyo, kiasi cha kwamba hakuna neno ambalo Mungu atasema na lishindikane, kwako hakutokuwa na msiba. Nikisema msiba naeleweka.
Maana yake ni kwamba hakutokuwa na kilio, hakutokuwa na maumivu ya kusema kwamba kwa nini mimi, kwa nini mimi, kwa nini mimi. Ni kwa sababu kwake Mungu hakuna lisilowezekana. Na Mungu anapoamua kufanya, anafanya kwa wakati wake. Inawezekana utatamani sasa hivi, inawezekana unatamani iwe kesho, inawezekana itakuwa kesho kutwa. Cha msingi vumilia Mungu. Yeye ndio kuvumilia Mungu. Yaani unapaswa kumwamini Mungu na kuvumilia. Vumilia tu. Kuvumilia. Kwa sababu mimi mifano mingi naweza kukupa, lakini mifano mwingine yaani utaisikia vibaya. Uweze kuibeba vizuri kwa sababu mwingine tu basi tu yaani swala fulani anajiinua. Lakini iko mifano ambayo nakwambia lazima umwamini Mungu kwamba Mungu atafanya tu. Na unatakiwa usiwe na wasiwasi, wala usiwe unawaza, wala usiwe itakuwaje? Mimi itafanyaje? Hapana. Kwa sababu hakuna neno ambalo Mungu anaweza akasema alafu isiwe. Inaweza kama imetoka madhabahuni hapa, inaweza kama imetoka sehemu nyingine yoyote, anaweza kama amekwambia mtu, anaweza kama amekwambia fulani, wakati mwingine inaweza kuwa ni mdogo, wakati mwingine inaweza kuwa ni mkubwa, anaweza kuwa ni mwenyekiti wa idara, anaweza kuwa ni makamu wake, anaweza kuwa ni mtu yoyote, ni mshirika mwenzako, wakati mwingine inaweza kuwa ni jitu tu halijaokoka kama Balaamu, na bado akasema maneno ya Mungu na akatumika kama unabii. Na wewe utakapoyaamini kwake Mungu, hakuna neno lisilowezekana. Kama utamwamini Mungu kwa kile anachokisema, kama utashika kile ambacho Mungu anasema, kwake Mungu hakuna lisilowezekana. Ni vile tu umeamua kuamini haiwezekani. Na unakata tamaa vibaya sana. Na nilisema siku moja nikasema hivi, yaani Mungu hawezi kukuonea huruma hata siku moja kwa sababu unatia huruma. Mimi nakwambia, kama wewe unaamini hivyo sawa, lakini Mungu hawezi kukuonea huruma kwa sababu unatia huruma. Mtu anayetia huruma kwa Mungu ni mtu anayeamini, yaani katika kiwango cha mwisho bila kuwaza kwamba haiwezekani. Huyo ndio Mungu anayemwangalia. Na Biblia inamuita huyo ni mtu mnyonge, anaposikia neno la Mungu anatetemeka. Mungu alisema hivi niishi. Hii ni vitu sasa hivi. Atafanyaje? Hebu nifikirie Mungu atafanyaje? Yaani Mungu kaamini kwa Mungu atafanya, Mungu atafanya ndio sijui. Hapo ile excitement Mungu anatamani aione kutoka kwako. Yaani Mungu anatamani aone kutoka kwako kwamba unajua Mungu atafanya. Ila wewe kinachokuanzisha sana hebu nione hapa itakuwaje. Atapitia hivi vipi? Hilo sasa yeye ndo anataka kusurprise. Ila kwa sababu umeamini kwamba anaweza, hilo kwake linatosha. Hilo kwake linatosha. Kuna watu walishakufumua gari ili waulize mgonjwa, watu kifa singepona yule mgonjwa. Na gari ya watu imefumuliwa. Ingekuwaje? Sio wewe kuwaza hivyo vipi? Yesu yuko kule ndani anaendelea na huduma. Afu watu wanamuona bati kama hilo na misumari. Mwenye nyumba ya watu anazidiwa na kikonia, anafumua dari kule juu. Basi angeza kumtoa Yesu ndio katoka hiyo katamaliza yule dari. Na watu wanamua dari. Unawaza asipopona yule mgonjwa atakuwa. Na dari ya watu nalipa na mtu bado na mgonjwa utafanyaje? Na waliondoka baada ya kile kwa tuseme kurudisha kule baya watu basi. Tunaweza kutisha sana. Lakini ndio hivyo. Waliamini kwa kushushwa pale kwa Yesu kiona naye. Ishi. Imani. Lazima umwamini Mungu. Na Mungu ni Mungu asiyewezekana. Yaani yale ambayo unaona wewe yameshindikana, Mungu anaweza kufanya. Mungu anaweza kuanzia. Naomba tusimame.